Kwa jina naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Polisi Zauda Mohamed, ambaye ni mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Arusha. Katika kuelekea msimu huu wa utalii mwaka huu 2025, kuna watalii zaidi ya 100 wameshaingia mkoani kwetu, nchini kwetu Tanzania, lakini wao wenyewe wameomba watumie usafiri wa pikipiki za magurudumu matatu maarufu kwa jina la bajaji waweze kutembelea maeneo mbalimbali mkoani hapa Arusha. Na sisi kama Jeshi la Polisi, kikosi cha usalama barabarani, kwanza kabisa tumekutana na madereva hawa wanaoendesha pikipiki hizi za magurudumu matatu na tumetoa elimu ya matumizi sahihi ya barabara. Kwanza kabisa tumewataka wajitambue kwamba vitendo vyao na lugha zao basi ziwe bora ili wateja wao waweze kusafiri salama, lakini vile vile tumetoa elimu ya matumizi sahihi ya barabara wanapoendesha vyombo vyao, wanapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lengo kuu ni abiria hawa waweze kufika salama. Lakini vile vile inavyoonekana kwamba watalii labda kuna wakati waliokuja wenzao wameona usafiri huu ni bora zaidi, na wao katika kipindi hiki wamekuja na wakachagua usafiri huu kwa sababu historia inajionyesha mwaka uliopita walipanda usafiri huu na wakasafiri vizuri. Kwa hiyo leo pia wameamua kutumia usafiri huu wa bajaji, na sisi Jeshi la Polisi tunaendelea kuwa karibu na madereva hawa wa bajaji kila mara kuwakumbusha wajibu wao wanapokuwa barabarani, matumizi sahihi ya barabara, vyombo vyao viwe vizima, lakini wapate mafunzo ili waweze kupata leseni za udereva. Vile vile matumizi sahihi ya ishara, upakiaji, matumizi sahihi ya upakiaji wa chombo, abiria wanapopanda kwenye kile chombo tumekuwa tukiwasisitiza mara kwa mara. Na kwa kuwa tuko nao karibu na elimu ya mara kwa mara, kwa kweli wanaendesha vizuri, na ndio maana leo wageni wetu hawa, watalii wetu hawa wameamua kutumia usafiri huu. Kwa hiyo tuna bajaji zaidi ya 70 zinazotumika leo kuwachukua watalii hawa kuwapeleka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Naitwa Epimac Bernard Mndevu, ni mkurugenzi wa kampuni ya R&M Tanzania Specialist. Ni sehemu ndogo tu ya wageni ambao huwa tunapata kutoka nchi mbalimbali. Sisi tunatangaza matangazo yetu yanaenda nchi nyingi sana ulimwenguni, kwa maana ya Ulaya, Marekani, Russia, India, kila mahali. Kwa hiyo kwa ujumla kampuni yetu ni tofauti na uendeshaji wake na ufanyaji wetu wa kazi ni tofauti kabisa na makampuni mengine tunavyofanya biashara. Tunao watu ambao ni weledi sana kwenye utalii. Hili jambo walikuja nalo wakasema kwamba ni vizuri kutangaza utalii kwa namna nyingine, kwamba tumezoea kufanya na magari tu, lakini tuna mambo mengi, tuna mambo mengi hapa Arusha, kama bajaji, tuna toyo hizi pikipiki. Sasa walijaribu kuwaeleza hawa watalii wetu katika wakati wanafanya nao majadiliano ya kuuziana safari, wakawaambia kwamba kuna kitu kinaitwa tuktuk, ni maarufu sana pale maeneo ya Mto wa Mbu, lakini tunazo hapa Arusha. Tukasema wacha tuonyeshe pia kwamba huu nao ni utalii mwingine, kwamba wageni wanaweza wakaja wakaacha magari wakachukua tuktuku hizi bajaji wakazunguka, lakini ikaenda mbali zaidi kwamba wangependa wazitumie kwenda airport baada ya kujua umbali wa kutoka Telini pale Grand Melia mpaka airport. Akaona ni vizuri watumie hizo waone hiyo, wapate hiyo exposure. Naitwa Abdalla Nyacheri Nyominza, mimi ni mwenyekiti wa bajaji Kijenge, na kwa fursa ya leo ambayo tumeipata kwa ajili ya watalii kuhitaji bajaji zaidi ya 70 kupelekwa uwanja wa ndege, tumeipokea vizuri upande wa bajaji, kwa sababu kumbe hata wageni wanapokuja hapa nchini kutoka mataifa mbalimbali, hususan hao weupe, wameshagundua kwamba bajaji ni chombo salama na ni usafiri sahihi wa kuweza kuwazungusha au kuwapeleka sehemu moja, kuwatoa sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. Na kwa namna hiyo tumelipokea vizuri, na tunaomba ujumbe huu ufike mataifa mbalimbali kwamba kuna usafiri tofauti na walivyokuwa wanafikiria kwamba ni Land Cruiser sijui vitu gani. Hata bajaji zinafaa na ni usafiri salama kabisa. Na katika msimu huu wa utalii nategemea tutashirikiana na makampuni mbalimbali kuhusu kutumia usafiri wetu ili kuboresha zaidi. Kwa ujumla huwa hatukikubali kuachia mtu ambaye sio dereva bajaji au deiwaka. Deiwaka ni mtu ambaye hatambuliki, na akikuta chochote, sio tu begi wala simu, yeye hata mgeni akiangusha shilingi 1000 anaona kwamba asimrudishie. Kwa hiyo kuachiana deiwaka, hicho ni kitendo ambacho tulishakipiga marufuku kutokea uongozi wa wilaya wa bajaji, vituo.
kwa ujumla huwa hatukifanyi, na ikitokea hivyo huwa tunatoa adhabu kali kwa mtu aliyeachia daiwaka bajaji. Kwa majina naitwa Nathan Frank Maduga, ni afisa wa kampuni ya Tanzania Specialist kutoka hapa jijini Arusha. Na siku hii ya leo tarehe 27 tuko hapa asubuhi hii kushuhudia kitu cha kipekee, cha tofauti. Kama tunavyofahamu, hii biashara yetu ubunifu ni kitu cha msingi na cha muhimu sana katika kukuza tasnia nzima ya utalii. Lengo hasa lilianzia kwa sababu wageni walikuwa wanakuja kwa kuchelewa, walikuwa wanaingia na ndege ya usiku, na kwa kuwa ratiba yao iko tight kidogo, wakawa wanalazimika leo asubuhi kuruka kwenda Serengeti. Sasa kwa kuwa wasingepata muda mzuri wa kuona jiji la Arusha, na walitamani sana kuspend muda kidogo hapa Arusha, tukaona wakati wanaelekea uwanjani watapata fursa nzuri sana ya kuangalia jiji la Arusha kwa ukaribu zaidi. Na wao wenyewe kwa sababu ni watu wanaopenda na wana interest na vitu vya kiasili, kwa tukaona tuwape kitu cha tofauti kama vile ambavyo wangependa, lakini pia tukazingatia namna pia tofauti ya kuweka alama katika maisha yao. Hili kwa kuwa serikali yetu mama amewekeza muda mwingi sana, amewekeza nguvu sana, serikali imewekeza nguvu nyingi sana kwenye kuhakikisha utalii kwa upana wake unakuwa nchi nzima. Kwa hiyo nafikiri ni zamu yetu sasa sisi waendesha watalii au sisi makampuni ya utalii, na sisi pia kuwa na namna tofauti ya kuwafurahisha wageni wale ama wageni wapya zaidi, ili waendelee kuvutiwa na mandhari na mazingira na utalii wa aina tofauti ambao tunaweza tukatoa kwenye kanda yetu, kwa sababu hiyo ina maana pato la taifa litakuwa, fedha za kigeni zitakuwa nyingi zaidi ya hata sasa tunavyopata. Na maana yote hiyo ina impact kubwa kwenye mkoa wetu wa Arusha, lakini pia ina impact kubwa kwenye society, kwenye nchi nzima.